J Studio inawaletea bin Abu Bakar ambaye tunaye katika mji wetu huu wa Tanga siku kadhaa, na kwa ratiba kupitia misikiti yetu. Leo tunaye hapa Masjid Ghuraba, walillahi alhamdu. Allah amzidishie kila la kheri na hirsi ya da'wa. Katika yale ambayo nimedokezwa atayazungumzia ni haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo nachowaomba ndugu zangu tuwe makini kufuatilia, kusikiliza, na kawaida yake huwa anatoa fursa ya maswali. Kwa hivyo ili kuweza kunufaika na yale ambayo aliyotuandalia, basi tujitahidi kuwa ni wafuatiliaji wazuri wa kusikiliza, na pale ambapo hatukuelewa basi tunaweza tukapata faida kwa kujazia yale ambayo yaliyotupita katika mada itakayohudhurishwa. Mimi nisichukue muda mwingi ndugu zangu, zaidi niseme tu nimkaribishe ndugu yetu, faliyatafadhali mashkura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد ياكم حميد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikhwata al-iman, nitoe shukrani awalan kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile ni washukuru walio toka watokako kuja kukaa kusikiliza dini yao ya Kiislamu inawataka wafanye nini na wasimame wapi. Muhadhara wetu katika kikao hichi cha leo katika Masjid Al-Ghuraba ni al-huquq al-islamiyya, haki za Kiislamu. Haki za Kiislamu ndugu zangu ni haki ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewawekea waja wake, na kila mmoja kwa sehemu yake tofauti tofauti. Haki hizi ni muhimu sana Muislamu kuzifahamu, kwa sababu kitu haki hili ni jina kubwa sana, na miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu ni al-haq, kama alivyosema yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Kwa hivyo haki si jambo la kuchezea wala jambo la kudharau. Dini yetu ikatuwekea hukuki tofauti tofauti, na kwa hakika zote ni muhimu. Pana haki za ujirani na pana haki
za wazazi wawili. Kwenye haki za ujirani hapa pana mambo mengi sana ambayo yanafanyika katika maisha ya Uislamu kuhusiana na majirani. Pana haki za wafanyaji kazi, na hapo vile vile kuna miujiza yake. Pana haki za wazazi wawili, na sote hapa tuna wazazi na kila mmoja ana mzazi wake. Hata wale wazee wetu waliokaa pale mwisho, wengine pia wakifika kwa wazazi wao hawawi tena wao kwamba ni wazee, wanakuwa ni nani? Wanakuwa ni watoto kwa wazazi wao. Ni haki hizi ambazo zimepotea sana na zimetoweka sana katika maisha yetu. Wazazi wanadharauliwa, wazazi hawaheshimiwi, vijana wanakuwa ni wenye kuwatukana wazazi wao, bali hata kuwapiga wazazi wao. Hii ni haki lazima iwe itajulikaniwa katika safu za Waislamu. Pana haki ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume wetu Muhammad, pana haki anazostahiki kufanyiwa, na haki hiyo inajikusanya kwenye suala la al-ittiba'. Baada ya kwamba ushamwamini kama mfuasi wake, lazima uwe na kitu kinachoitwa al-ittiba', kumfuata aliyoyasema na kuyawacha aliyoyakataza. Vile vile hii ni haki ambayo imetoweka katika maisha yetu sisi Waislamu. Pana mengi yaliyoamrishwa na Mtume na hatuyafanyi, na pana mengi yaliyokatazwa na Mtume na sisi tuyafanya. Kisha sisi tuzunguka katika mitaa na kwenye social media tukitangaza kwamba sisi ni wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mshairi anasema, innal muhibba liman yuhibbu muti'u, hakika mwenye kupenda kwa anayempenda kawaida huwa akimfuata. Hii ni kaida iko. Mazungumzo mengi ya kwamba wewe wampenda mtu hayasaidii wala haiwi ni dalili kwamba wewe wampenda yule mtu. Ukitaka kulihakikisha hilo, litizame kwenye maisha ya ndoa. Mkeo mwambie na kupenda mara 100, bandika na lavu kwenye nyumba yako nzima, mpaka kwenye sufuria zake za kupikia kaprinti wewe ubandike stika ya kwamba nakupenda mke wangu. Lakini kisha iwe hufanyi yale yanayotakiwa mume kumfanyia mkewe. Mara nyingi atakwambia, mimi sijaona mapenzi, waniambia tu wanipenda, lakini juzi ninakwambia nataka kitu fulani, hukunifanyia na uwezo unao. Na mwingine naye asimwambie mkewe au amwambie mara moja kupotea njia, lakini mke kama huyu akawa ni mwenye kutekelezewa yale anayoyataka. Sasa akili zenu zote zimekuja kwenye waya, mimi sisikizwi tena. Waislamu tuko pamoja, lakini ilikuwa nasema nini? Mimi ndo darasa zangu hizo, ukipotea mahesabu na kuregesha. Ilikuwa nazungumza nini?
mume na mke, mna bahati mzee amewasaidia hapa, lakini najua kuanzia hapa paka pale ilikuwa network haishiki, na hapa vile vile network pia impotea. Tayeb, tushughulike kwenye suala la darasa. Tumekuja kwenye mazungumzo hayo ili kuthibitisha alama ya mapenzi yako kwa mtu ni umsikilize, na kukipatikaniwa mmoja katika sisi ambaye amsikiliza mkewe kwa analosema, sisi pale maskani tutasema yule jamaa yuwapenda kufa. Kisha kila mmoja atauliza, kwa nini yuampenda mkewe kufa? Yule bwana mkewe akisema anatekeleza, au sivyo jamani? Kwa hivyo kipimo cha mtu kumpenda mtu ni kwenye al-ittiba, kumfuata. Kwa mtume ni mimbabi aula, ikiwa tunataka kuthibitisha mapenzi yetu kwake au sisi kuwa tumpenda Mola wetu, lazima tuwe tunampenda mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kumfuata. Kwa hivyo haki ya mtume ataka kufuatwa, na kuna haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo hiyo ndiyo haki kubwa kushinda haki zote zilizotangulia. Zinakuja kwa namba: haki ya Mungu, ya mtume, ya wazazi na kuteremka. Sasa kwenye kikao chetu cha leo tunataka kuzungumza haki ya Allah tabaraka wa taala. Baada ya jana kwenye msikiti wa Ali Sheikh pale barabara 6 tulizungumza kuhifadhi dini. Waliokuwepo pale watakuwa wanaelewa tulichokizungumza, ya kwamba dini inatakiwa ihifadhiwe, isiharibike. Na kuhifadhiwa dini katika usomi wa wanazuoni wetu akiwemo Imamu Shatibi rahimahullahu ta'ala katika al-Muwafaqat, akatuonyesha kwamba hata nafsi zetu pia hazina umuhimu mbele ya kuhifadhiwa dini. Yani ikiwa nafsi itasababisha ife kwa sababu ya kuhifadhiwa dini, basi afadhali nafsi zife lakini dini ibakie. Ni kuonesha kwamba suala la dini ni suala ambalo lilotiliwa umuhimu sana katika dini yetu ya Kiislamu, na ndio hii ambayo sisi tunayofanya tutakavyo katika dini ya Mwenyezi Mungu. Haqqullahi, haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ipi, ili tuifahamu kwa nukat kadhaa ambazo tutazungumza ala sabili al-ikhtisari, kwa kufupisha. Ndugu zangu katika iman, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mkubwa, hata tukamzungumza vipi hatummalizi. Tazungumza hapa mpaka kutadhiniwa na alfajiri kumzungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukubwa wake na nguvu zake na fadhila zake kwetu na neema zake kwetu. Hili ni jambo ambalo ni kubwa sana na linahitaji Waislamu watukufu wawe ni wenye kulifahamu na wamfahamu Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mungu huyu aliyetuumba, ndugu zangu, ana haki zake atakiwa afanyiwe. Haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza ni kumpwekesha yeye, tauhiduhu. Tauhid manake ni kufanya kitu kuwa kimoja. Tauhid ni masdari ya wahada yuwahidu,
ay ja'ala ash-shay'u wahida, kufanya kitu kuwa kimoja ndiyo tauhidi. Sasa wewe kama Muislamu mwanadamu, lazima Mungu wako awe ni wangapi? Awe ni mmoja. Na tutakuja kwenye maelezo, na haya maelezo ndio yatabainisha misimamo ya watu. Manake bila ya maelezo kuna Waislamu wanaofahamu makosa kwamba kumfanya Mwenyezi Mungu mmoja, Mwenyezi Mungu ni mmoja. Sasa atuambia kitu gani ambacho hatukijui hapo sisi? Na utaona mada rahisi kumfanya Mwenyezi Mungu kuwa mmoja kabisa. Mola wetu sisi ni mmoja, ni Allah tabaraka wa taala. Lakini je, kumfanya Mungu kuwa mmoja ni kwa maneno tu useme Mola wangu ni mmoja, na pengine ututolee na aya qul huwa Allahu ahad Allahu samad? Naam, kweli kabisa, Mwenyezi Mungu ni mmoja na kila mmoja alifahamu hilo. Lakini kuhakikika kwamba Mola wetu sisi ni mmoja, kuna mambo mengi lazima uyapite hapo. Ukiyapita hayo ukawa unatembea nayo, basi hapo ndo utahisabiwa Mungu wako ni mmoja kweli kama ulivyotangaza. Lakini ukitutangazia Mungu ni mmoja kisha unapita barabara ambayo sio, hata ukatembea na gari barabarani, ukafunga na spika, ukashika na maiki, mimi Mungu wangu ni mmoja kuanzia na usubuhi mpaka alfajiri, haisaidii kusema Mungu wangu ni mmoja, na una mambo chungu mzima unayafanya ya kukhalifu kwamba kuwa Mungu ni mmoja. Tuko pamoja Waislamu? Tayib. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakiwa apokeshwe na awe yeye ni mmoja katika kila jambo linalomhusu yeye. Mambo yanayomhusu yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni umpwekeshe katika mambo matatu: ar-rububiyya wal-uluhiyya wal-asma'i was-sifat. Tauhid rububiyya ni kumfanya Mungu peke yake ndiye mwenye kuumba na kuruzuku. Tumeelewana Waislamu? Hadha tauhid ar-rububiyya, awe yeye peke yake kwenye imani yako na akili yako na moyo wako, yeye ndiye mlezi wako, na yeye ndiye mwenye mpangaji wa kupanga dunia, na yeye ndiye mwenye kupanga yote yanayotokea. Tauhidu ar-rububiyya. Kisha pana tauhidu al-uluhiyya, umfanye Mungu peke yake, umwabudu Mungu peke yake katika ibada. Kisha kuna kumpokesha Mungu katika majina yake. Mambo matatu haya, lakini hapa tutashika kwenye tauhidi moja. Kwa nini tusizungumze tauhidi ya kwanza na ya tatu tukaruka kwenye ya pili? Naam, kwa sababu ya kwanza ilikubaliwa hata na wasiokuwa Waislamu. Mwenyezi Mungu asema kwenye Qur'ani, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna man Allah. Ukiwauliza ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, watasema ni Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, hata ukiwauliza wao ni nani aliyewaumba nyinyi, watasema Allah. Wakiwa kwenye matatizo kwenye bahari, wakifikwa na matatizo, hawaoni wa kumuomba isipokuwa yeye Allah. Wanapiga kelele za Allah,
na Allah ni nani? Hili ni jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haitwi mwingine yoyote. Musiwe kama wale waliojivisha ushekhe na uwalimu, wakazungumza maneno ambayo wacha mwanafunzi hata mwandawazimu barabarani hazungumzi maneno haya. Ni hatari ndugu zangu hii, ikiwa imefikia hadi sasa waliojipa ushekhe na kwamba wao ni maimamu ni maustadhi, hawajui Allah kwamba ni Allah Mwenyezi Mungu wetu Ar-Rahman Al-Latif Al-Jabbar. Hii ni hatari ndugu zangu. Hamjawahi kusikia katika klipu ambazo zilienea bwana mmoja aliposema kwamba makafiri wanaposema Allah wanakusudia masanamu? Hivi niwaulize, toka muzaliwe wenye mshawahi kusikia hiyo? Hapa kuna waliosoma madarasa na wengine hawakusoma, lakini sidhani kwa kuwa ati hukusoma madarasa utasema neno yani jina la Allah makafiri walikuwa wakikusudia masanamu. Yani sielewi mpaka leo, toka nimsikize huyu nilikuwa najiuliza maswali, amechanganyikiwa au vipi? Yani manake si jambo la kuzungumza mtu ambaye ni wa kawaida, fadlan kuliko yeye ambaye anajipa ushekhe na ualimu. Hakuna katika vitabu vovote vile kwamba Allah, makafiri wakisema Allah wanakusudia masanamu. Allah anajulikana ni mmoja peke yake ambaye hana mwenzake, la sharika lahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Huyu ndiye Allah peke yake. Mafhumu? Tayib. Kwa hivyo tauhidul uluhiyya, tunampokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada, kwa sababu tauhidur rububiyya makafiri walikuwa wakikubali. Matatizo yao makubwa ni kwenye tauhidul uluhiyya, yani hawakubali ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayefaa kuabudiwa. Wanakubali Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba, Mwenyezi Mungu ndiye anayetoa riziki, mbingu hizi, ardhi, mvua ikinyesha na mengineo. Wanakubali kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayefanya haya. Lakini ukija kwenye tauhidul uluhiyya, yani awe Mungu peke yake ndiye anayestahiki kuabudiwa, ifradullah bil ibada, wanasema hapana, ibada wanafaa wafanyiwe masanamu. Sasa kwa sababu hiyo twazungumza tauhidul uluhiyya. Katika haki za Mwenyezi Mungu ni kumpwekesha yeye katika suala la ibada. Pengine uliyekaa utaniuliza au wajiuliza kwenye nafsi yako, sasa huu ustadhi atufanya sisi ni sawa na wale walipinga? Kwani sisi tumepinga? Tutathibitishiana sisi twapinga, imma bilisani alhali wa imma bilisani almaqali. Imma twapinga kwa kuzungumza wazi au twapinga kwa matendo yetu kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayestahiki kuabudiwa peke yake. Katika hadithi sahihi ya Imam al-Bukhari, hadithi ya Muadh, Mtume sallallahu alayhi wasallam amepanda na Muadh katika kipando. Faqala alayhi salatu wassalam, akamwambia Muadh, ya Muadh, ewe Muadh, atadri ma haqqu Allahi ala al-ibadi wa ma haqqu al-ibadi ala Allahi? Hivi Muadh,
unajua kweli ni ipi haki ya Mungu kwa waja na ni zipi haki za waja kwa Mola wao? Huyu ni Muadh, ndugu zangu katika iman, kijana ambaye alikuwa mdogo, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anamkuza kwa akida, kwa tauhidi, na ndilo jambo la msingi ambalo Mtume aliloanza nalo, na ndilo jambo ambalo nchi ya mamlaka Saudia, ndilo jambo ambalo wanalitilia mkazo, na ndio maana hawapendwi kwa sababu ya akida tu, si kitu kingine. Hii masala ya chuki za watu kwa Saudia si masala ya mwezi, ni kwa kuwa kwenye suala la tauhidi hakuna kutoa pumzi, hakuna kabisa. Usilete mambo ya kishirikina katika nchi ile, labda ufanye usionekane na usijulikane nyumbani kwako, ulete mambo ya kishirikina, lakini huwezi kufanya ushirikina jahran shahra unaonekana, hapana. Ndio maana kaburi la Mtume mwenyewe Mungu akalipeleka pale, likawa litazikwa pale Madina. Pana sababu nyingi. Aisha sema laula dhaka, lau si kwa sababu ya watu kuwa washirikina, la ubriza qabruhu, kaburi la Mtume lingekuwa wazi, ghaira annahu khashiya an yutakhadha masjida, lakini Mtume alikufia maskini, sije watu wakafanya kaburi langu kwamba sasa ni pahali pa ibada hapa. Ndio akamuomba Mwenyezi Mungu na alfajiri, kwa maana na mapema kabisa, Allahumma Mola wangu, la taj'al qabri wathanan yu'bad, usilifanye kaburi langu ni sanamu lenye kuabudiwa. Hajafa Mtume hapo, na kariri hayo maneno. Ibn al-Qayyim asema Mwenyezi Mungu akajibisha dua ya mtume wake, akaliwekea kuta 3 pamoja na security. Huwezi kwenda pale Madina ukaleta mambo yako ya kupangusa pangusa vilemba kwenye ukuta, wala huwezi kwenda ukachukua michanga utie kwenye kibakuli uje nayo Tanga hapa. Subutu, hiyo time hakuna my friend. Hayo tutayafanya huku kwetu, huku kwenye miujiza ya ushirikina huku, lakini daula ile ambayo inaitwa Daulatul Tauhid hakuna mambo ya ushirikina. Na ukijaribu, ni kama alivyosema shekhe wangu Bahero, ukijaribu utapigwa makonde na utapandishwa ndege, utaambiwa kwenu. Utaambiwa wapi? Nenda kwenu. Na ukija hapa usiwatolee watu salamu, Mtume yuwasalimu, waambie watu ukweli, sikuwahi nimekula marungu na makonde. Usilete ushirikina katika nchi kama ile. Tumefahamiana Waislamu? Sasa Mtume anaiomba hii dua ya kwamba Mola wangu, usilifanye kaburi langu ni sanamu lenye kuabudiwa, kwa sababu ushirikina ulikuwa ni mkubwa sana. Kila mmoja anatukuza wale ambao ni wema. Ikiwa sisi tutawatukuza wa kawaida tu hapa, hawajulikani, hawana daraja hata ya usahaba, na tutataka kuwafanya wao ndio kila kitu katika maisha yetu. Kaif leo kaburi la Mtume liwachwe wazi, alafu ionekaniwe waweza kuja pale, watu wangesafiri na watu wangenunua magodoro wakaenda wakalala haswa pale, wakaleta mambo ya kufuru na mambo ya kuvuka mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mtume anamuuliza Muadh, atadri ma haqqullahi ala alibad? Muadh akiwa ni kijana. Hii ni message ya Mtume anaitoa kwa umma wake kwamba akida inakuwa ni yenye kuanzia na chini, bali mambo yote ya dini utakuta misingi yake yanaanzishwa ikiwa
yakiwa chini kabisa. Kwenye akhlaqi na tabia, Mtume alikuwa akikaa na watoto wakati wanakula, kisha akimwambia mmoja, ya ghulamu samillaha, ewe kijana piga bismillahi wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Piga bismillahi, ule kwa mkono wa kulia na ule kilichoko mbele yako. Mafunzo haya Mtume anayatoa kwa vijana wadogo. Leo sisi hatuli na watoto wetu, wamwacha mwenyewe ajipakulie mwenyewe, kisha huku maskani wajisifia yani, na waona kwamba wewe umefanya kazi kubwa. Mimi watoto wangu siwapimii chakula, wanakula kivyao, shibe yao watakavyo wao. Sasa majigambo haya ndio pale siku nyingine mwenda sehemu mmealikwa, mtoto wako akafanya miujiza pale, akafanya uroho hasa, basi akakutia aibu pale, ukiregea nyumbani ukampiga, na hustahiki kumpiga, kwa sababu kama ulikuwa wataka awe na adabu, ungelikuwa wakaa naye akazoea kula kuanzia na mdogo mpaka ashakuwa ashazoea. Sasa hapo waweza kumwata kama alivyofanya Mtume, ya ghulam samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Kwenye swala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, muru auladakum, waamrisheni watoto wenu sala wa hum abna'u sab'in, na wao bado ni watoto wa miaka mingapi? Miaka 7. Miaka 7 ni mtoto mdogo, unamwamrisha, unamzoesha kuja naye msikitini. Huyu akifikia miaka 7 mengine ashakuwa ni miaka 14, ashabaleghe, humwambii shekhe, humwambii nenda kaswali, humwambii takwenda mwenyewe kuswali. Lakini kwa nini leo mpaka watu wamekuwa na mandevu yao na masharubu yao mpaka washazaa, bado baba asema sasa swala wewe nani Muhammad usikia adhana wewe? Kwa nini iwe hivyo? Ni kwa sababu hakuzoeshwa huyu, hakuwa na tamrin, hakuwa na tamrin na tadrib kuanzia ni mdogo. Ukija kwa banati vile vile, wakati ukiambiwa au ukimuona mtoto wake mdogo miaka 5 au 7 au wengine hata mdogo zaidi ya hivyo, amvalisha vijalbabu vile vidogo paka hapa kwenye shingo, usimuone ule mwenzako amejifanyia bila ya mpangilio, amesoma dini na amemwelewa Mtume mafundisho yake ya kwamba anaanza kuanzia age ni ndogo. Hii tabarruj na sufur ambayo iko nje kwa banati na wake zetu ni kwa sababu hakuna tadribu kuanzia mtoto ni mdogo. Ndo pale ikifika sasa atakiwa avae hijab, jalbab na avae niqab, atakwambia wajua mimi nina shida ya sinus. Na shida ya nini? Ya sinus. Na pia na allergy. Nikivaa jalbab nasikia vuke, siwezi mimi kabisa. Hata usitafute majibu ya kujiuliza subhana ikoaje, jua kwamba mzazi wake hakumwanzisha kuanzia ni mdogo, hakumwanzisha. Ukianzishwa kuanzia ni mdogo, shekhe, utakuwa multazim wa lile jambo. Wewe angalia wasiokuwa Waislamu kwa mambo ambayo wayathamini na mtu anataka mtoto wake awe ndiye mwenye kuongoza, kuanzia na mwanzo ni mdogo anaanzishwa. Kwenye swala la mpira, mtoto akifikia miaka tu sasa yuwaweza kutembea tu, ile rumu yake yote huwa imejazwa picha za wachezaji mipira na mipira pale na jazi zao, yani kwa maana ainukie awe na mapenzi ya lile jambo. Sisi hayo hatuna jamani, ndio tabu hii. Tuanza kufukuzana na kulazimishana, tushakuwa wazee na masharubu yetu. Someni jamani, tusikizeni madarasa. Hizi darasa wafikiri ingekuwa
Sisi mababa tuna uzoefu kila kwenye darasa na kwenye mihadhara na kwenye makongamano haya ambayo ni ya kheri. Watoto wako wote uko na wao, kaeni unakaa nao bila ya fujo, hakuna kufanya fujo. Wanasikiliza shekhe huyu mara shekhe huyu. Wafikiri ukifa wewe akisikia kuna shekhe amekuja kuna darasa, wafikiri tutatangaza msikitini? Hakutangazwa. Kutatangazwa tu na kutolewa matangazo, kuna mgeni kutoka nchi jirani atakuwa na mihadhara, msikiti utakuwa hautoshi huo. Limadha? Kwa sababu amezoeshwa kuanzia ni mdogo kupenda mambo ya kheri. Angalia upande wa mashule haya, msitoke kwenye maudhui. Tuko wapi? Wajua mimi ni dereva mzuri, huwa nikipeleka gari highway, mara nyingine kama kuna gari ya tuchelewesha, huwa na overtake kidogo hivi, natoka kwenye barabara alafu naregea. Sasa nimetoka kidogo, nataka kuwaregesha. Mwajua tumfika wapi? Tuko Tanga ama tumfika Morogoro ama tuko wapi? Naam Sheikh, tumfika wapi? Tuzungumza nini? Shukran, barakallahu fik. Tuko kwenye maudhui hapa, haki ya Mungu kwa waja wake na haki ya waja kwa Mola wao. Tukataja hadithi ya Muadh, Mtume amwambia, atadri ma haqqullahi ala alibadi wa ma haqqul ibadi ala Allahi. Ewe Muadh, unajua haki ya Mungu kwa waja na haki ya waja kwa Mungu? Hapa tukatoa faida kwamba Mtume anaanzisha malezi kuanzia watoto ni wadogo. Muadh alikuwa ni kijana, ndio maana tukaingia kwenye mifano ya kwamba kila jambo atakiwa umri ambao ni mdogo. Tukataja masala ya chakula, tukataja masala ya swala, tukataja masala ya mavazi kwa banati zetu, ya kwamba kila jambo lazima lianze watoto ikiwa ni wadogo na kuwatia mapenzi kama wanavyofanya hawa jamaa zetu. Tazama maskuli, ndio tukafikia hapa. Maskuli, kwa nini watoto wapenda skuli sana kuliko madarasa? Ni kwa sababu wameonyeshwa na wazazi wao kwamba skuli, usiposoma mwanangu umeumia. Na ameonyeshwa, ndo pale nikasema kuna kitu katika sheria chaitwa lisanul hali, ulimi, msemaje kizungu, body language, sijui ito hivyo, sio? Yani wazungumza kimwili, yani vitendo vyako vinatupa maana ya yale ambayo wayasema, hata kama husemi na maneno. Na hili usifikiri ni wazungu sana, body language ukaona maneno ya wazungu. Haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliposema, kullu ummati yadkhuluna aljanna, umma wangu wote utaingia peponi, illa man aba, isipokuwa atakayekataa. Qalu, masahaba wakauliza, wa man yaba, na nani atakataa kuingia peponi? Kwa nini masahaba washangae? Masahaba walishangaa wakidhani ya kwamba kuna mtu atasema mimi sitaki pepo. Ndio maana wakashangaa, yupi huyu ambaye atakataa kuingia peponi? Yani huyu jahili wa kiasi gani tutaka tumjue leo. Sasa Mtume akaonesha, la, kukataa pepo au kukataa jambo si lazima useme. Akasema, man ata'ani dakhala aljanna, atakayenitii mimi Mtume akanifuata, huyu ametaka kuingia peponi. Wa man asani, na yule ambaye ataniasi, faqad aba, huyu ndiye amekataa. Hii inaitwa lisanul hali. Sasa wewe mzazi ulikuwa na ulimi ambao si wa maneno, ulimi wa vitendo, ukamuonyesha mwanao kwamba skuli ni bora kuliko madarasa. Kwanza ulipomwambia maisha ni magumu, lazima usome, na usome zisomeke kisasa, na uwe na degree ya kueleweka. Bila ya hivyo
wewe utaramba mchanga, nakwambia hichi changu. Sasa mtoto anahifadhi yale maneno kutoka kwa mzazi wake. Kisha ukamuonyesha umuhimu wa skuli wakati unapoitishwa fees. Time haiishi, ushapeleka full. Huku sijui fees zenu, kule fees shekhe, utaumia kichwa. Moja kule kwa nasari, kama kuna skuli moja pale jirani, moja kwa nasari ni 25,000 ya Kenya. Nasari usomeshwa nini? Kuulize, uulize, semeni ukweli. Nasari usomeshwa nini? Sikusomeshwa kuimba. Nimesikia sauti ya baba, mwalimu bye bye. Bye bye madam bye. 25,000 ya Kenya hiyo inkwenda. Lakini wewe ndio uliosababisha mzazi ukamuonesha mwanao kwamba fizi kabla muhula wa kwanza haujakwisha nishakumalizia. Kisha ukamuonyesha tena kwamba kila kinachohitajika skuli kiko kwenye begi lako. Begi limejaa vitabu, mpaka mtoto akilivaa begi, bega moja liko upande kwa kulemewa na vitabu. Kisha isitoshe ukamuonyesha umuhimu wa masomo ya skuli wakati anapokosa kwenda, kaonekana na mpaka mama mwenyewe akawa ana hofu siku ambao wewe pengine ni mgonjwa kweli. Ni mgonjwa mwanangu, ni mgonjwa, lakini wamjua babako. Wallahi sisikii vizuri. Na mzee akija akiona mtoto akwenda skuli maswali mingi na afanye na fujo hapo, sasa zile zinakaa kwenye akili za yule mtoto. Huyu mzee mpaka kureact hivi, hii skuli inaonekana ni kitu cha thamani sana. Kule Kenya wengine wajiua ikifika darasa la 8, majibu yakitoka ikiwa amefeli, wengine hujiua. Akapanda kwenye gorofa ndefu kisha kajirusha. Alafu kwenye habari kaoneshwa kijana ajitoa roho kwa kufeli mtihani wake wa darasa la 8. Kwa nini ajitoe roho? Kwa sababu ana maalumati kwa babake kwamba ukifeli skuli maisha yako yameisha. Ndio haya matatizo yanayotokea. Kisha akija madarasa akaona madarasa ni twende kazi tu, hata si baba yake mwanangu, si manake ashaona ustadhi akiitisha fees 1,000 ya Kenya, 500. Kuna madarasa nyingine kule hata 200 pia. Na ukiitisha mwisho wa mwezi kwamba baba anasema yuko safari, alipata pancha, lakini kesho atakuwa ameingia, atakuja kuletea. Akiingia ambapo mzee jana usiku alishikika sana, hivi ampelekwa hospitali, lakini baada ya wiki atarudi kazini kisha ataleta. Sasa yale ni mambo yule mtoto anasawazisha namna mzee alivyo skuli na namna mzee alivyo madarasa. Madarasa kitu cha vitabu, na vitabu vya madarasa mwajua, ikiwa pesa nyingi ni 2,000, 1,500 kule, na juzuu ile ya ahsanul qawaid shilingi 50. Shilingi 50 hiyo nenda rudi mpaka muhula utakwisha. Fatara ya kwanza itakwisha, hutafutwa shilingi 50 haionekani. Sasa mtoto anakompare, Waislamu nisikilizeni vizuri sana, anajaribu kusawazisha namna mzee alivyokuwa na ihtimam ya skuli kuliko madarasa. Ndio maana sasa wakiinukia washakuwa wazee, haoni umuhimu wa madarasa, na yeye akipewa riski ya watoto akazaa pia haoni umuhimu wa madarasa kwa sababu walilelewa hivyo. Chunga sana wakati unapolelea kuanzia na mwanzo. Tujaribu kuwaonesha watoto wetu, soma skuli, fanya bidii. Pia maisha siku hizi yaenda kwa kizungu, lakini mwanangu, dini yako ni aula kuliko vyote hivyo. Hata wataka kuwa daktari anayejua dini. Wewe daktari, wewe umemtibu mgonjwa, sasa yuko kwenye ihtidhar pale, roho yatoka, hujui mtume wako ankufundisha nini kuhusiana na mgonjwa ikiwa sasa roho yamtoka. Tumefundishwa na dini yetu tukufu ya Kiislamu,
umwambie nini, umlaqin shahada na umpe maneno ambayo ya kumpa moyo, lakini hakuna madaktari hao. Tapigwa nini zako pale, kisha kitoka I'm very sorry, I'm very sorry. Hajui pia mwenye msiba atakiwa ambiwe nini. Kitoka sema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Poleni sana, mgonjwa wetu ametuacha. Lakini I'm sorry, it's dead, yes, because of the napozi nyingi, because of the nini. Wewe hujui hata dini yako, leta pozi hapa. Hii ndio hali ndugu zangu. Lakini msikilize mlezi wetu Mtume Muhammad, kitu cha kwanza alichoanza nacho, anaambia Muadh anaambia labbaika wa sa'adaika. Naam ya Rasulullah, wasemaje? Amwambia suala linakuja, atadri ma haqqullahi ala alibadi wa ma haqqul ibadi ala Allahi. Unafahamu haya mambo Muadh? Anamwambia la, sifahamu ya Rasulullah. Amwambia haqqullahi ala alibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Haki ya Mwenyezi Mungu kwa waja wake ni kwamba wamwabudu, wasimshirikishe na jambo lolote. Ndiyo haki ya Mungu kwa waja wake. Muhadhara umekwisha. Kwa hivyo tushajua haki ya Mwenyezi Mungu kwa waja wake, wamwabudu, wasimshirikishe na kitu chochote. Muhadhara haujakuisha bado, na vipengele ambavyo lazima tuvifahamu sisi ndio tufike kwenye malengo ambayo tumeyakusudia. Ndugu zangu katika imani, haki ya Mungu ni sisi tumwabudu peke yake, tusimshirikishe na chochote. Ibada kama alivyosema Sheikhul Islam, ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda, ni kila analolipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na analoliridhia yeye Subhanahu wa Ta'ala. Kila jambo ambalo ni la ibada anastahiki kufanywa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ibada ziko nyingi, pana sala, pana haji, pana saum, pana dua, pana ar-raghba, pana ar-rahba, pana al-khushu', pana ad-dua, pana an-nadhru, pana adh-dhabhu na nyinginezo kama alivyozitaja Muhammad bin Abdul Wahhab katika risala yake Thalathat al-Usul, ya kwamba haya yote yanastahiki kufanyiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usije ukaja ukafanya lolote katika hilo kwa malengo ya mwingine, bali fanya kwa malengo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa sababu ya Mola wako, usichinje kwa sababu ya majini au kwa sababu umepewa amri na jini ya kwenye biashara zako, ukamchinjia jini ambaye mwingine amepandisha nyumbani, akatoa vitisho pale, akatishia watu ya kwamba yeye ataua mtu hapa kama hakufanywa jambo fulani, na nyumba nzima walioko pale hawana akida, hawana tauhidi, hawakusoma tauhidi kabisa. Sasa ikawa kila mmoja ametoa macho kama aliodirikiwa. Ushamwona mtu akidirikiwa, yani afanya jambo la makosa, ghafla akaja akashtukiziwa pale, huwa toa mato kama, yani sitakuwaje leo hapa. Ndio wanavyofanya. Huja wakapandisha kule majumbani, taua mtu mimi hapa, ama watu wakachinje, kuchinjwe mbuzi ama kuchinje kuku ama kuchinje sijui kitu gani. Haya, baba hana akida kabisa, la ilaha illa. Sasa takuwaje mambo haya? Kimbia nani Ibrahim, kanunue mbuzi haraka.
ananunuliwa pale, akaletwa nyumbani akachinjwa, alafu ile jini yawatizama tu, akishaona mmemsikiza yatulia, mtoto yuko sawa. Mara ameanguka pale, amepewa maji, amekunywa. Uko sawa mama? Mzima? Nashukuru, alhamdulillah. Kwa nasikia vibaya ba. Alhamdulillah. Haya, zoeni mkaganyize hizo nyama huko. Haya. Ona nkusha. Ndio umempa kiti akaa yule jini. Ukitaka aondoke ende zake, mwambie hapa hakuchinjwi hata chungu achinjwi hapa. Bali watu waitishe juisi kwenye mafriji pale, kila mtu atie mrija wake, wakae majlis pale kwenye makochi, unapiga juisi vizuri kabisa. Nitaua mtu, mwambie wachelewa baba, wewe fanya tu. Hapa patoki mtu, wewe fanya. Kama utafunga milango na madirisha, endelea tu. Subutu. Na huku mmewasha Qur'ani, ama mwingine yamsomea ruqya, atakaa tulie. Hakuna kuku kuchinjwa wala mbuzi. Lakini ataka mwenye akida jamani. Akida tauhidi ndio yaleta mambo yote hayo. Litoa mfano nikasema Nabii Hud alipotishiwa na watu wake ya kwamba tutawaambia miungu yetu wakuwapize, wakulani, wakufanye chizi, wakufanye hivi, anatishiwa, anapewa vitisho. Na wanajua wenyewe wale madhaifu wa imani ambao hawana akida wanawashikia wapi. Lakini walipambana na mwamba. Nabii Hud alayhi salatu wassalam akamwambia, sikilizeni waambie, fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Simwasema watakunifanya niwe chizi, sijui Mungu wenu, sijui mtaambia majini. Fanyeni, nawapa ruhusa, tena nawaomba mkisha kuamua msinihurumie wala msinipe time, fanyeni vile mlivyoamua. Nataka akida hiyo. Kwa nini akawaambia hivyo? Kisha akamwambia, nawaambia hivyo kwa sababu inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum, natawakkal kwa Mola wangu mimi, hakuna kitu kitakachonikuta kabisa. Sasa kama mmeamua mtaka kunifanya chizi, niwe kama waliotolewa kiti wale wenye kutoka na nyute, na wapa ruhusa, fanyeni. Alafu nawaomba kama mshaamua mwafanya leo, msicheleweshe mkasema mtafanya kesho. Leo Jumapili fanyeni. Na Nabii Nuhu naye akafanya hayo. Watu wake walipomtishia aliwaambia pia, thumma qudhu ilayya wala tunzirun, katika suratu Yunus, nifanyieni mutakavo na musinipe muda wa kusubiri, fanyeni. Hiyo ni akida wa Islam ambayo lazima iwe mizizi yake imeanzishwa toka na mwanzo. Mtoto akiinuka apewe akida kama alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada tofauti, miongoni mwa ibada hizo ni ad-du'a, kumuomba Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye anastahiki kuombwa na kunyenyekewa na kutakiwa aondoshe matatizo tulionayo katika maisha yetu na katika mujtama. Watu wamnyenyekee Allah tabaraka wa taala, wasiende wakaomba watu wengine ambao hawastahiki kuombwa, kama ambavyo ilivyoenea katika maisha yetu hivi ya sasa. Tulivyotoa ibada ya ad-du'a tukawapelekea wengine, na hapa ndipo utakapokujua kwenye ibada hizi. Muhadhara wetu hapa ndio ambao sasa unakuja kutufahamisha, wakati unapotangaza Mungu ni mmoja na kwamba apokeshwe peke yake, lazima utekeleze hizi ibada kwake yeye peke yake. Ukitoa ibada yoyote ukaipeleka kwa mwingine, wewe ni mushrik, hata ukatangaza kwamba wewe ni mtu wa tauhidi. Leo ibada ya dua kwanza ndio usiseme namna ilivyotolewa kwa Mungu ikapelekwa kwa wengine. Mtu akaombe mizimu, mtu akaombe makaburi, aende akanyenyekee pale, agaregare pale katika kaburi,
na azungumze maneno ya kufru, na wengine mashekhe ambao wawahimize watu kwamba tumekuja kumuomba, kuwaombea maiti zetu na tuwaombe wao pia watusaidie, na wakanyenyekea wakamuomba maiti pale kisha wakaondoka. Hii ni ibada wameifanya kwa asiyekuwa Allah, ibada ya ad-dua, na ni kufuru hii na ni shirki ambayo iko wazi. Hata ambaye haelewi pia anajua kwamba huu ni ushirikina na hii ni kufuru. Masikitiko ni kwamba kupatikane baadhi ya maduati katika safu za sunna wakwambie hapana, haya ni mambo ya kifurui, mambo ya matawi. Waislamu wasizozane na wasitete, watu wawe kitu kimoja. Maneno haya mazuri, usipoelewa dini utakuta maduati wa sampuli hii wanapendwa sana, lakini na awamu nas. Awamu nas ni watu ambao hawakusoma, ndio utaona wana comment katika zile video pale, mashaallah mashaallah, shekhe umeongea kweli. Mwingine chini, hawa ndio mashekhe wa kikweli. Mwingine chini, Waislamu tuzingatie sana maneno aliyosema shekhe. Hatuzingatii. Zingatia peke yako. Zingatie nini? Yani nzingatie mtu anayeniambia nishirikiane na anayehimiza watu ushirikina. Nazingatia nini maneno hayo? Ya kwamba tukae safu moja kwenye laini moja, tusizozane. Haya ni mambo ya ikhtilafu. Kisha nataka niwape faida moja. Suala la ikhtilaf ndio nisimeje, ndio ngao watu wanayoishikilia hivi sasa. Chunga sana ili neno lihifadhi, ikhtilaf, ikhtilaf, kila kitu ikhtilaf, kila kitu ikhtilaf. Chunga sana na hawa watu. Vipi kuhusu jambo fulani? Wallahi ile jambo lina ikhtilaf. Hawa watu kaa mbali nao sana, kwa sababu wamekuja kuifanya ikhtilafu ni kwa kila jambo. Na hatupingi ikhtilafu sisi. Tunachopinga sisi ni ikhtilafu kwenye sehemu ambayo hakuna ikhtilafu. Sehemu ambayo hakuna ikhtilafu kwenye akida, kwenye tauhidi, yani kumpwekesha Mungu kwenye mambo yanayomhusu yeye, hakuna ikhtilafu. Jamani, musipoteze umma bwana, musiharibu dini kwa sababu ya maslahi. Na wewe unayenisikiliza, haya maneno yatia akilini ya kwamba hakuna ikhtilafu kwenye akida, kwenye imani. Hakuna ikhtilafu hiyo jamani. Hakujawahi kutokezea katika al-fiqhul akbar wasemaji kuhusiana na kumuomba jini na kumuomba maiti na kutaka msaada kwa waliokufa, hukumu yake nini? Kisha ukaambiwa wallahi maimamu wanne, madhehebu manne yamekhtalifiana. Hakuna hiyo. Hakuna kusema Imamu Ahmad kwenye suala hili amesema ni kufru, lakini Abu Hanifa akasema kwamba ni makuruhu, na Imamu Malik naye akaelezea, lakini mwisho pia akaja akasema kwamba ikiwa mtu ni hakuna. Hata kama hatukusoma hivyo, masala ya kudanganyana yalipitwa na wakati. Hamturegeshi tulipotoka kabisa. Salala Imamu Maliki yupi na Imamu Shafi yupi kwenye masala ya akida aseme mimi msimamo wangu kwenye hili ni hivi? Hakuna jamani mambo hayo. Ukanda wa ikhtilafu uko kwenye masala ya furui. Musichanganye mukakoroga kama ukwajua viazi mambo. Hapana, kila kitu hapa pana ikhtilafu. Waislamu musizozane, musipigane, musitiane kwenye bid'a kwa sababu ya hilo. Kwa mfano,
kunuti ya alfajiri. Hili ni jambo ambalo khilafu yake ni saigh, kama alivyosema shekhe wetu Dr. Islam. Kuna khilaf saigh na khilaf ghairu saigh. Khilaf saigh, khilafu inayofaa, yani jambo ambalo twafaa wewe uwe na fikra yako na mimi niwe na fikra yangu, au wewe uwe na msimamo wako na mimi niwe na msimamo wangu. Mfano wake ni kwenye kunuti ya alfajiri. Wanazuoni wamekhtalifiana baina ya Imam Shafi' na Imamu Ahmad bin Hanbal. Wamekhtalifiana kwenye nini? Kwenye hadithi ya Anas, hakuwacha mtume kukunuti hatta faraka dunya. Mtume hakuwacha kukunuti alfajiri mpaka alifariki, yeye yukunuti alfajiri. Hadithi hii kwa Imamu Ahmad hadithi lam yasih, haikusihi. Hadithi hii kwa Imamu Shafi'i hadithi imesihi. Sasa kukiwa hivyo, hapo ndo tunaambiana Sheikh Ali na Sheikh Barahian, musitete, musekeane chuki, wala msigombane. Tunatakiwa tusigombane. Kwa nini? Kwa sababu yeye ameshika msimamo wa Imamu Shafi, ama mimi ni msimamo wa Imamu Shafi, yeye ni msimamo wa Imamu Ahmad. Na tatizo liko wapi? Kwangu mimi hadithi si sahihi, kwake yeye hadithi ni sahihi. Mwanaelewa Waislamu mpaka hapo? Hayo ndio masala ya furuu ya kwamba watu wanafaa kukhtalifiana. Na mfano mwingine vile vile ni mambo ya mwezi. Pia misimamo iko, kuna wanaofunga kwa mwezi wa popote, kuna wanaofunga kwa mwezi wa kwao. Mwezi wa popote ndiyo kauli yenye nguvu ya maimamu wangapi? Watatu, Ahmad wa Malik wa Abu Hanifa. Msimamo wa pili ni msimamo wa Shafi'ia, wanasema mwezi ni wa pale kwenu. Sasa jambo hili hatufai kuteta, tofauti tuelezane tu, na sisi tuna msimamo wetu na nyinyi muna msimamo wenu, huwa khalas. Nawapa mifano muelewe mambo gani ukiambiwa tukhtalifiane yafaa na mambo gani haifai. Kwenye tasbihi hizi za namba hizi, sawa, tasbihi mtume alivyofundisha ni kwa vidole, ndivyo sivyo? Hii ndio sunna na ndio aula. Lakini je, mwenye kutumia zile, wanazuoni hawakulikataza kama Fauzan na wengineo. Wanasema ikiwa haitakidi kwamba ni bora na kwamba ina fadhila, si vibaya, lakini aula atumie mikono. Sasa mimi ikiwa natumia mikono na pembezoni mwangu mwenzangu yatumia kile kidude, niko mfahamisha tu sunna aula zaidi ni hii na si hii. Sio kwamba ndo sasa simsalimi. Mbona msalimi yule? Muone na tasbih wewe. Haifai, haiendi hivyo. Tuko pamoja Waislamu? Na mengineyo katika mifano kama hiyo, na ndiyo mambo waliokhtalifiana maimamu wanne ni kwenye furui. Venye furui maimamu wanne walikhtalifiana kwenye matawi, si kwenye mizizi. Kwenye mizizi hawajakhtalifiana jamani, msipoteze umma. Msingi ni upi? Msingi kwamba Mungu ni mmoja, hakuna ikhtilafu hiyo. Ama mmekuwa kama yule aliyosoma Misri, na bwana mmoja alijipa ushekhe, akavaa na joho kubwa. Shekhe wangu Bahero ndo tutolee hichi kisa. Basi akakaa kwenye kiti pale, akawa zungumza, mwisho kaja wakati wa maswali. Kaulizwa maswali, akawa kila analoulizwa asema kwenye masala haya ikhtalafa alulama, wanazuoni wamekhtalifiana. Swala la pili ni vipi hukumu yake na hii? Asema swala hilo ikhtalafa alulama. Sasa kuna kijana pale amesoma mpaka sadis tu,
Umeona tukihimiza watu wasome dini, mambo kama hayo. Aweza kaketi mtu hapa akawadanganya hapa, mkono huu sahaba kumbe yeye wapeleka pabaya. Lakini angalia, hata ukipata elimu ya sadis waweza kufanya tamyizi, hii ni haki, hii si haki. Akainua mkono akamwambia shekhe, mimi nina swali. Akamwambia uliza mwanangu. Akajua ikiwa wazee wote na wajibu hao atakuwa huyu. Akamwambia afillahi shakkun, je, huyu Mungu huyu ana shaka kwamba yuko au hayuko? Shekhe amwambia fil mas'alati qawlan, hayo mas'ala kuna kauli mbili. Umeipata hiyo? Basi yule jamaa akajua wazi hapa hakuna shekhe kuhusiana na Mungu yuko ama hayuko. Pia wanazoona wamekhtalifiana, basi ni hatari. Ndio haya mambo leo kwenye mitandao. Vipi kuhusu jambo fulani kuhusiana na maulidi? Wallahi vijana wana harara, wana pressure. Wallahi masikitiko makubwa sana, na si jambo la kuteta kwa sababu ni jambo lina khilafu kwa wanazuoni. Wanazuoni gani? Pengine utataja Ibn Hajar al-Haytami, utataja zile khilaf, na imamu fulani amekubali maulidi na imamu fulani amekubali, utawataja wale maimamu. Nataka uambie kitu kimoja jamani, kupatikaniwa ikhtilaf, lakini haya yote jamani yatakiwa watu wasome. Wallahi tukisoma sote hapa, sio asubutu mtu atuchezee tudanganye hapa. Masala ya ikhtilafu kwa wanazuoni, kuna ikhtilafu ambayo inayozingatiwa, wanaita ikhtilafu mu'tabar. Ikhtilafu hii yazingatiwa, hii haizingatiwi. Mambo yako kwenye vitabu, na alhamdulillah elimu hii chache tuweza kusoma ibara na tukafahamu, na tusipofahamu tukapiga simu waliotuzidi kina Barahiani wako, Mungu awape umri, tukauliza kuna kauli maana yake, tosha shekhi, utudanganye kabisa. Ikhtilaf mu'tabar inazingatiwa wakati gani? Ikiwa lile jambo wanazuoni wamekhtalifiana lina dalili. Kama la kunuti, kunuti ni ikhtilafu yazingatiwa kwa sababu pana hadithi inaosema mtume alikunuti, wakakhtalifiana. Imam Ahmad asema la, ni wa muda fulani alikuwa akiwaapiza watu fulani alafu akawacha. Imam Shafi asema la, aliendelea mpaka mwisho. Kwa hivyo wakikhtalifiana ambao hili jambo ni sawa kwa sababu pana dalili. Haya, tupe dalili moja ya maulidi ndio tuseme wanazuoni kwenye hii dalili kuna misimamo miwili. Kuna waliosema yafaa, wengine wakasema haifai. Hakuna dalili ya maulidi hata moja, hakuna. Sasa kutapatikana vipi ikhtilafu kwenye jambo ambalo halina dalili? Ikhtilafu ina misingi yake, na hawa mashekhe maduati wanaohimiza watu kujifanya ikhtilafu wanajua wanachokizungumza, lakini kuna malengo fulani, wallahu a'lam, wanayo malengo fulani, ndio maana wakajitokeza hivyo. Lakini wanajua katika vitabu ikhtilafu zinapatikana wapi. Na hata aimmatul arba walipokhtalifiana, walikhtalifiana kwa sababu za msingi. Huyu hadithi haikusihi, kwa huyu imesihi. Huyu hadithi iko ameielewa kivingine, na huyu hadithi hii moja akaielewa kivingine, ndio maana wakhtalifiana. Huyu hadithi anayo kuhusu jambo fulani akajenga msimamo mwingine, hadithi haikumfikia akajenga msimamo mwingine. Mambo ni hivyo kiusomi, sio kila jambo kinuka tu maulidi ni ikhtilafu, sijui na jambo fulani pia ni ikhtilafu. Na masala ona wamekwenda hizi ikhtilafu hizi, ikhtilafu ni ikhtilafu mpaka sasa wamekuja kwenye usul kabisa, misingi ya dini. Wewe niambie, mtu akwambie kuabudu maiti ni sawa na kumuomba, alafu we bado hata huoni haya, dai mzima tena wa kisunna, ulianza kwa sunna, umefika mwisho wa maisha yako, wabadilisha misimamo kwa sababu ya gharadh za kidunia. Yani watakuleta mujamala,
watakuleta kuonesha watu kwamba sisi ni wamoja. Waliozungumza maneno hayo ya kufuru uko na wao na wawasifia na waonesha kwamba hakuna lolote, basi kina nani? Ahlul bid'ah. Utazungumza wewe mujamala na utapamba pamba wewe, lakini yeye akizungumza azungumza msimamo wake anaoitakidi mbele ya hadhara, na wewe mtu wa sunna uko hapo, pamoja na kwamba wewe wampinga kwenye hilo. Utazungumza wazi. Sisi tu ndo tukiinuka. Chembelecho Sheikh Bahero asema akiinushwa kuzungumza wengine humvuta kanzo, yani usirepue, tulia pole pole bado, usirepue. Avutwa kanzo, manake zungumza lakini usiwa na huwa kushaonekana kuna mtu wa bid'a pale. Ustadhi, basi taratibu bana, sije ukarepua hapa ukaharibu mkutano. Na Sheikh Bahero gani basi? Yupi? Tena wana bahati wamempata ashakuwa mtu mzima na maradhi, Mungu ampe afya. Lakini subutu hataki kujua Sheikh. Akinuka kiziona tu zile sura za waliwali zile, au takula chuma lazima. Kwa sababu wao wakisimama pia wanazungumza makubwa yao na itikadi zao. Kwa nini sisi tufiche fiche? Leo sisi tumekuwa twakaa na wao, watu wenye itikadi za kuabudu makaburi, bali wahimiza watu, kisha wewe useme haina haja mizozo na misemo mwingi. Twaweza kukhtalifiana, yani tuwe pamoja, najtami fima tafaqna, tuwe pamoja kwenye mambo tulioafikiana. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna, na baadhi yetu kwa baadhi, kila mtu ampe mwenzake udhuru kwenye mambo waliokhtalifiana. Tukijibu sisi tutaambiwa hatu kusoma. Kasome fatwa ya Fauzan kuhusiana na hiyo kaida. Aulizwa, shekhe, vipi wale mashekhe wanaotangaza kusema Waislamu mambo ambayo tumeafikiana tushikane, na yale ambayo tumekhtalifiana basi tupeane udhuru? Mzee Fauzani asema hakuna kitu kama hicho. Asema kwa mfano, idha ikhtalafna fil aqida, aya tunayozungumza hapa, ikiwa tumekhtalifiana kwenye akida, ya'dhuru ba'duna ba'dhan, kila mmoja vipi, alhamdulillah wewe akida, wewe wabudu kuku, haina neno. Unajua ni masala tu ya ikhtilafu, abudu kuku tu haina neno. Sasa takuwa kuna Uislamu gani hapo? Umeketi safu moja, akida yako kwamba Aisha hakuzini, na akida yako ni kwamba masahaba za mtume akiwemo Abu Bakar hawa ni wapeponi, kisha umeketi na mtu itikadi yake kwamba Aisha amezini, kisha watu wakwambia msizozane mambo ya ikhtilafu. Ikhtilafu gani? Mungu asema innal ladhina ja'u bil ifki, waliokuja na uzushi kwamba Aisha amezini, Mungu akatakasa akasema hakuna stori hizo. Pembezoni kuna mtu amvaa joho asema Aisha amezini. Jamani, hebu mcheni Mungu nyinyi maduati, mcheni Mungu, mtakuja kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna itikadi hiyo. Ukisema Aisha amezini, manake ni kusema nini? Wal-iyadhu billah, ni kusema kwamba Mwenyezi Mungu ni mrongo na Qur'ani yake ina shaka, kwa sababu Qur'ani ndio iliyothibitisha kutokuzini kwa Aisha. Utuambie tuwe pamoja na watu wenye kumbandika mtume wazi wazi. Mtu yuko wazi, Jufri abandika mtume hadithi wazi wazi nyeupe na visa vya uongo. Kumbandika ni kusema mtume amesema na hakusema, kusema mtume amefanya na hakufanya. Ama utuambie shekhe alikwenda kwenye kaburi la mtume, mtume akatoa mkono akamsalimia huyo shekhe, mtume atoe mkono. Angalia alivyomdhalilisha mtume. Basi husemi ule shekhe ndo aliingiza mkono kwenye kaburi akamsalimia mtume?
mtume wetu Muhammad kwa ubora wake atoke. Mwingine salala, kuna miujiza. Mwingine asema, Sheikh mmoja wa Kiindonesia kule asema, Ali al-Habshi alikwenda Madina kumtembelea mtume. Alipofika pale akampata binta Rasulullah Fatima, akampata Fatima. Sasa wao waona wakizungumza ile kwa zile pozi, ndio maana yake sisi tutawaona wamma sahaba. My friend, huo wakati umeisha wa kudanganyana, ushakuisha wakati huo. Fatima akamwambia wataka nini? Akamwambia tumekuja kumzuru babako. Akamwambia babangu leo hayuko, amekwenda kumzuru Ali al-Habshi. Yule Sheikh asema tazama, yani ubora wa mapenzi ya hakika yaliyokuwa Ali al-Habshi radhiyallahu ala sayyidina Ali al-Habshi. Umekula tumbaku nyingi bwana, huwezi kutuambia maneno ya kipuzi kama alafu tukuamini, alafu useme tusiyarudi maneno kama hayo. Yani mtume Muhammad ametoka Madina, kiyama kija simama shakutoka. Si watu sikutoka kwa sababu ya kiyama kusimama, ametoka kabla tena. Basi husemi alitoka kaenda kwa Mola wake, amekwenda kumtembelea mfuasi wake yeye. Angalia miujiza hii. Nawaambia hawa maduati wa kisunna hawa, haya mambo nyinyi hamuna smartphone hawazivoni hapa kwenye hizi simu, haya hizi klipu zimeenea. Kisha wewe utuambie msizozane, ni furu mambo ya kiikhtilafu tu. Hapana Sheikh, twajua yapi ya ikhtilafu na twajua yapi ambayo si ikhtilafu. Sitaki kusema sana kwa sababu mazungumzo haya yashazungumzwa, sisi twaja kuyajalizia tu, lakini ufupisho wa maneno ni kwamba apokeshwe Mola mmoja peke yake kwenye ibada, na kila aliyesimama kukhalifu msingi huu lazima wewe umpinge, awe vyovyote atakavyokuwa, awe ni maarufu shekhe huyo, awe ana elimu, awe ana chochote, kwa sababu wenye elimu pia upotezwa. Ndio Sheikh Bahero, Allah muhifadhi, mwalimu wangu, akatoa khutba kwenye aya afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adhallahu Allahu ala ilmi. Umemwona yule ambaye amefanya hawa ya nafsi yake ndiye Mola wake, wa adhallahu Allahu ala ilmi, Mwenyezi Mungu akampoteza pamoja na kwamba yeye ana elimu, na elimu zake Mungu akampoteza. Kwa hivyo elimu si hoja kwamba uweza ukashika barabara sawa. Uweza ukawa na elimu na ukashika barabara ambayo sio, kwa maslahi tofauti. Na hawa maduati wote walioingia kwenye ukanda huo ni kwa sababu ya maslahi na gharadhi ambazo wanazijua wao, ndio maana wakazungumza haya. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuna video chungu mzima zao walipokuwa wana misimamo wakikemea hayo. Mlipokuwa mkizungumza misimamo hii, mlikuwa mmekunywa nini? Akili hamuna, mkazungumza mengine, na sahihi mazungumza mengine. Juzi namuona mmoja bwana, sitaki kumtaja jina, Mungu amuongoze, yuko na shekhe mmoja hapa kwenu hapo, ule ana klipu zake 2 za kuthibitisha kwamba hana akida na ni mushrik. Asema tumekuja kwenye mazishi ziara, tumekuja kuwazuri mwa bwana wakubwa, na tumekuja kuwaombea, na tutawaomba wao. Tena zungumza, atumia lugha ya kibri, na tutawaomba wao watuombee kwa Mola wetu. Anayetaka ni hivyo, asiyetaka ni hivyo. Basi sisi hatutaki. Hiyo ya kwanza. Ya pili, yuko kwenye mkutano, amesimamishwa azungumze. Wewe sikuzungumza tu kama Muislamu, tuateni mambo ya ukabila, mambo ya kila mtu abaki na dini yake, na Mwenyezi Mungu ndiye atakayetulipa tukifika kwake siku ya kiyama.
kwa malipo kila mmoja anayestahili, lakini tupendane kama Watanzania na tushirikiane. Si useme tu hivyo, anasema tuko hapa tumejikusanya si kwa sababu ya dini, ni utanzania wetu, lakini kila mtu ana dini yake, bora tuheshimiane. Mimi nakwenda msikitini alfajiri, yule anakwenda kanisani saa 1 saa 2, tuheshimiane. Na pia Mwenyezi Mungu kataka hivyo. Mwenyezi Mungu kataka vipi? Yani Mungu ametaka watu waende kanisani, kisha akatoa aya, likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila mmoja tumemwekea sheria yake. Akatoa hiyo aya. Na suala hili la aya au dalili, sijui wasikilizaji wataniruhusu, nukta moja muhimu nifahamishe kwenye hili suala. Akaitoa hii aya. Sasa awamu nas wasiosoma wakitolewa aya hii wataona kweli, likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kisha kaitafsiri kila mmoja amejaliwa sheria yake na minendo yake. Usipoelewa utaona ni kweli huyu bwana anahimiza umoja, na hili ni jambo ambalo linatumika sana katika social media kwa sasa. Lakini walimu zetu, Mungu awajaze kila la kheri, walitusomesha japo machache ambayo kama nilivyotangulia kusema, machache hayo yanatusaidia kujua haki ni ipi na batil ni ipi. Uthaymeen Allah amrehemu, katika kitabu chake Mustalahul Hadith, mwanzo kwenye mukaddima ukisoma pale, vile vile akataja kwenye sharhi ya Nukhbatul Fikr ya Ibn Hajar al-Asqalani, asema mwenye kutoa dalili ya aya tunatakiwa tumtizame kwenye jambo moja. Nieleweni vizuri, itawasaidia sana hii. Mwenye kutoa dalili ya aya inatakiwa tumtizame kwenye jambo moja, na mwenye kutoa dalili ya hadithi tunatakiwa tumtizame kwenye mambo mangapi? Mawili. Toib, tuanze na wa aya. Anapokuja mtu akatoa aya, tunatakiwa tumtizame kwenye jambo moja. Lipi? Ya kwamba wajhul istidlali au sihhatud dalala, hii aya aliyotoa na topic tunayozungumza, hii aya yahusiana na hapa. Tumeelewana jamani? Kwa mfano, tutazungumza kumuomba mtume au kumuomba maiti, kumnyenyekea mtume na kumuomba mtume ili atusaidie. Yafaa haifai? Msimamo wa ahlus sunna haifai, msimamo wa sufia yafaa. Dalili qala ta'ala. Sasa ukisikia qala ta'ala usibwage mabega ukasema kwisha aya hiyo, Hispanic. Qala ta'ala, hatupe. Qala ta'ala, walau annahum idh dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru Allaha wastaghfara lahumur rasul. Watakapodhulumu nafsi zao, Muhammad, ja'uka, watakuja kwako, fastaghfaru Allaha, wamuombe msamaha Mola wao, wastaghfara lahumur rasul, na wewe Muhammad uwaombee msamaha. Si hiyo aya mnakataza watu nyinyi bwana wasimuombe mtume? Na aya hiyo suratul Nisa aweza kutajiana namba fulani, katizame bwana. Sasa wewe kama hukusoma huelewi, utaona kwisha hawa watu wa sunna kumbe tudanganya. Lakini kuna kaida katika usulul fiqh inasema sihhatud dalili la yastalzimu sihhatul istidlali. Dalili ikiwa sahihi haimaanishi kwamba yafaa wewe uipeleke utakapo wewe. Ndivyo wanavyofanya hawa mabwana. Na siku moja nilikwenda kwenye ofisi ya Dr. Islam
Allah muhifadhi, ni miongoni mwa walimu zetu waliotufundisha na tukastafidi sana kwao. Akasema sufia washike kwenye mambo mawili. Yaani ukitaka kumweza mtu sufi kwenye mambo mawili, hakikisha hayo unayafahamu, khalas hawezi kusimama mbele yako kabisa. Jambo la kwanza sihhatu dalili, na jambo la pili sihhatu dalala au sihhatu istidlali. Dalili kwanza iwe imeswihi na njia ya kutolea dalili iwe ni ya sawa. Sasa mwenye kutoa aya dalili imeswihi sawa, lakini ukimtizama kwenye njia ya kutolea dalili, hapo lazima tu utamshika na utamwokota. Aya inayosema jauka, watakuja kwako mtume wa kuombe msamaha, tunakuja kwenye vitabu vya tafsiri kwa sababu Qur'ani imetafsiriwa. Usitafsiri Qur'ani kwa sababu una kilemba kikubwa kwenye kichwa. Qur'ani imetafsiriwa bwana. Ukija kwenye tafsiri ya Imamu Saadi asema jauka ay fi hayatihi la ba'da mamatihi, waumini waje kwako waombe msamaha kwa Mola wao, na wewe uwaombee wakati wewe uko hai, sio kwamba baada umekufa. Kwa hivyo aya haihusiani na kwenda kumwomba maiti. Lakini sasa usipoelewa njia ya kutolea dalili, wewe utashika kwamba Mungu amesema watu waende kwa mtume, ashakuokota. Siku ya pili utaroka makaburini. Hili la kwanza. La pili ni masala ya maulid. Hakuna maulid iko, lete dalili. Qala ta'ala qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu, watu wafurahi bwana. Aya hii katika Qur'ani tukufu. Kumbe aya yazungumza mengine, yeye ameipeleka wapi? Ameipeleka kwingine. Ndivyo alivyofanya huu shekhe, likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Mungu anakusudia akida moja. Manabii wote, hamusomi Qur'ani nyinyi? Soma suratul A'raf, nenda katika Hud, nenda Shu'ara. Wa ila fulan akhahum fulan qala ya qaumi ibudullah. Manabii wote, suratul A'raf imetaja visa vya manabii. ولقد أرسلنا إلى نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله. wote ni hivyo, lakini sasa likullin, hao wote ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, sheria tofauti, lakini msingi ni ngapi? Mmoja. Sheria ndio tofauti. Alivyokuwa kiswali Ismail sivyo alivyokuwa kiswali Musa, sivyo alivyokuwa kiswali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini swala zote hizo alizokuwa kiswali wanamswalia nani? Wanamswalia Allah. Sasa ukienda kule kanisani ukipiga kelele, wapiga kelele wamwabudu nani? Isa. Kisha waambia watu hapa Mwenyezi Mungu mwenyewe kataka hivyo bwana, na kasema hasa kasema. Wewe kwa kuwa umepewa cheo cha ushekhe ndio unafikiri utadanganya watu. Hili ni la kwanza. Sihhatu dalili la yastalzimu sihhatu istidlal. Tayib, jambo la pili ni mwenye kutoa dalili ya hadithi. Kwanza mwenye kutoa dalili ya aya tushaelewa, sio? Ukija ukisikia shekhe akazungumza kisha akatoa aya na lile jambo analozungumza la pingana na itikadi yako ya kiansari au ya sunna, usichukue ni sawa. Wewe fanya kama huelewi vile. Afwan shekhe, wallahi darasa nzuri sana, umesema hili jambo linafaa, halina wasiwasi, kisha umetupa dalili shekhe, unaonekana umeiva kweli kweli kihoja. Kabisa bana, watu wadanganywa tu bana, dalili zipo bana. Naam, ile aya uliyotaja naomba
inasemaje na iko sura gani, kisha iandike pole pole. Wallahi nimefurahi, wacha jamaa watanitambua huko mtaani, maana ndio wanaotusumbua huko, alafu waja nao mpaka kwa ustadhi wako unayemwamini mzee wetu Sheikh Barahian, bwana amezungumza jambo fulani, ametoa hii aya, na kuapia kwa Mungu aya itakuwa iko, lakini yazungumza jambo lingine, yeye ameifunga cheni tu akaileta mpaka atakapo yeye. Ndio tabia zao. Tuko pamoja Waislamu? Tayeb, ukija kwenye suala la hadithi, mimi nasema mwenye kutoa dalili ya hadithi lazima tumtizame kwenye mambo mawili. Jambo la kwanza, tunaitizama hadithi imesihi au haikuswihi. Kabla tujakwenda kwingine, kwanza usituambie kala Rasulullah ukatuporomoshia kala Rasulullah karibia 100. Waislamu, karatasi imejaa hadithi tofauti tofauti, alafu ukute watu wa maansari wanapinga pinga tu. Waambie wakasome hizi hadithi bwana, yajifanya jikunjua kweli kweli. Mwambie kuna neno, naomba mpige kopi pale, zipige kopi kisha tuilete kwenye meza ya hadithi. Tuna vitabu shekhe, alhamdulillah. Na alafu sasa kizuri zaidi, sijui niseme kibaya zaidi, siku hizi alhamdulillah, siku hizi ni kuandika tu mwanzo wa hadithi, waletewa hadithi kamili ilipo na ipo kwenye kitabu gani. Ukisha kutuletea ile karatasi, tutakesha usiku na tuingie kwenye library. Alhamdulillah, ustadhi wangu leo amenipeleka kwenye library ya markaz ya Mahad ya Imam Shafi'i, library ambao ni kubwa sana, talabatu ilmi mustafidi pale. Na mkitaka kuwaweza hawa jamaa na kila mwenye itikadi mbovu, pambana na kusoma vitabu my friend. Mwache azungumze, jifanye jahil. Naomba ustadhi ya karatasi, watu wamelala, ingia library yako pale, fungua, jitahidi kutafuta. Kwingine kumekushinda usubuhi, muone mudir hapa, hii hadithi naitafuta nitaipata wapi? Utakuta kwamba hawa watu ni wabaranganya international. Ukitukua ile karatasi ukaiweka kwenye meza, sio hadithi ya kwanza ni hii, fungua yatakiwa ikatupwa kwenye pipa la taka, yani kwa maana mbovu, maudhu, makdhub, hadith munkar, haimo kabisa, yameiona tu kwenye kitabu akaichukua. Hadithi ya pili ukiangalia haimo. Sasa zile ambazo hazimo, kazi yake huishakwisha, kazi yake ni rahisi. Ukija ustadhi, afwan bana, jana umetutajia hadithi karibia 15, lakini hadithi 10 zote hazikuswihi. Hiyo moja tushamaliza. Tunaangalia hadithi imesihi au haikuswihi. Na hapa pia nitakwambia, usisikie kala Rasulullah ukaona kwisha, jamaa washatumaliza, jamaa katoa hadithi 15, sijui baadaye nitasema nini hapo. Haezi zikataa hizo 15, jamaa kazitoa hizo. Waona kwamba ndo hapana Sheikh, lete karatasi tuifanyie uchunguzi hapa. Tukikalia Sheikh hadithi zote mbovu hizo, na ukipata ambayo imesihi, twaja kwenye ile jambo la kwenye Qur'an, kwenye ile aya niliyowaambia. Hii hadithi ukiangalia, mashallah, hadithi sahihi. Tayib, hadithi imesihi. Yule Sheikh ameitumia hii hadithi kwenye jambo gani? Kwenye jambo linalohusiana na kitu fulani. Tayib, hadithi hii iko kwenye kitabu gani? Iko Bukhari. Unaleta sharhi za Sahih al-Bukhari zote, unaweka juu ya meza hapo, unaanza na al-Imam Ibn Hajar, unaisoma ile, unakuja kwenye sharhi. Ukisoma Imam Ibn Hajar azungumza hadithi, yaelezea mambo mengine kabisa. Huyu bwana ameitukua kaitia takapo yeye. Unamweka Imam Ibn Hajar kando, unamshika Badrul Aini, unaiweka pale, unafungua hadithi ile na namba yake, unasoma maelezo pale, unamnukuu, unafunga. Ukimaliza pale, siku nyingine unakwenda zako kwenye Saiba pale, unamtaipia. Kama huwezi kuandika, pengine unazidownload kwenye internet, copy paste pale unamwekea, na huko ushamwekea alama kwenye library yako ya Mahad Shafi. Na ustadh, shukran Sheikh, karatasi yako naomba ukasome. Atakwenda usiku, atasoma, usingizi utamruka usingizi.
Kwa nini tajuazi hapa? Nimekutana na wasomi. Hadithi zote nilizotaja kwanza nimetajiwa pahali zilipo na kwamba ni mbovu, na ambazo zilizosihi nimeambiwa tafsiri zake za kusudia nini na sivyo nilivyoeleza mimi. Hili la msingi sana, tujaribu kulifanyia kazi. Sihhatu dalili wa sihhatu dalala au sihhatu alistidlal. Na unaambiwa kusihi kwa dalili haimaanishi kwamba yasihi wewe kutolea dalili, haimaanishi hivyo. Lazima iwe pana sihhatu alistidlal. Haki ya Mwenyezi Mungu ni aabudiwe peke yake, asishirikishwe na yoyote na chochote katika ibada zake zote. Tumegusa ibada ya ad-dua kwa malengo ya kuona kwamba watu wanavyoomba maiti na makaburi na wakayahimiza hayo. Kisha kwenye hilo tukaeleza maduati wa ahli sunna ambao Mwenyezi Mungu awaregeshe kwenye barabara sawa, waliotoka kwenye barabara wakashirikiana na hawa watu na wakawaangazia watu kwamba haya si mambo ya msingi na ni mambo ya msingi, na message ifike. Mambo ya furu' ambayo tutakiwa tukhtalifiane bila ya sisi kuteta tunayafahamu, na mambo ambayo tunatakiwa tuwe kwenye safu moja tunayafahamu. Shida yetu ni kwenye misingi, shida yetu si kwenye matawi. Kwenye matawi tukhtalifiane kabisa. Mimi nina hakika Sheikh wangu Bahero ni Sheikh wa Sunna na Sheikh Barahiani ni Sheikh wa Sunna, lakini nina hakika kuna mambo ambayo ya kifiqhi wamekhtalifiana. Mingine Barahiani ana msimamo wake na Sheikh Bahero ana msimamo wake, lakini hawajakhtalifiana kwenye akida. Hakuna hiyo. Huwezi kusikia kuna ikhtilafu kati ya Barahiani na Sheikh Bahero kwenye akida. Hakuna hiyo jamani, msidanganye watu bana. Sawa Waislamu? Mada imeeleweka ama ndogele? Imeeleweka. Mwenyezi Mungu atujaze kila la khairi na tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Answari Studio inawaletea